Karibu katika episode ya pili. Tunasonga mbele pale ambapo tulikuwa tumekomea katika episode ya kwanza. Kumbuka kwamba Mwamba Ben alikuwa ndo kwanza anarudi nyumbani na bidada kutokea katika kazi nzito sana. Sasa Mwamba Jehuni akiwa amefika hapa nyumbani, sindo akashangaa kumwona Ben ameongozana na haka kabidada. Kamlaumu sana, akamwambia wewe jamaa wewe, yaani unashinda na huyu bidada wakati wote, umesahau kabisa majukumu yako ya kazi. Lakini Ben akasema siku ya leo ana mpango wa kulala kwa binti hapa, kwa anaomba kwamba jamaa asiwe bize naye sana. Lakini jamaa akamvuta akamwambia njoo lale kwangu bwana, unalaje kwa binti? Umemuoa huyo binti au ni mpenzi wako? Sasa bidada Beck Junior anapoyasikia hayo maneno huko ndani wanavyofokeana wawili hao, alicheka sana yani. Na dakika hizo bidada Beck Junior akapokea simu kutokea kwa mama yake akisema kuna mgeni amemtembelea, kwa anatakiwa kuwahi sana nyumbani. Kwa bidada akawahi nyumbani, kufika ila anagundua kwamba rafiki yake alikuja kumtembelea hapa. Na lakini uwezi kuamini, rafiki wa bidada ndio yule mwanamke ambaye alikuwa anafanya katika ndege kazi na akaguswa matiti yake kuna Mwamba Ben. Sasa bwana Mwamba Ben akawa ametoka kule chumbani kwa Mwamba, akawa anakimbilia huku juu kabisa ya gorofa ambako bidada alikuwepo. Ile kufika juu ya gorofa, sio anakuja kugundua kwamba yule mwanamke alikuwa amemshika matiti kwenye ndege yupo pia. Akawa ameshtuka, kwa bahati mbaya akateleza, akajikuta amemshika tena mwanamke huyu matiti kwa mara ya pili. Sasa tukirudi huku katika familia ya kitajiri, mama yake na Ben alikuwa ameshtuka katika ndoto na akawa anasema anahitaji kumtafuta mganga wa kienyeji angalau aweze kumtibia mwanae, kwa sababu anaona mwanae utafikiri akili sio za kwake kabisa yani. Mama mtu anasema yani mimi siamini mwanangu anaweza akawa anamshika mtu matiti kwenye ndege alafu anamkumbatia kiasi kile, huyu mwanangu atakuwa amelogwa huyu. Tukirudi huku upande wa pili, bidada Beck Junior anamshangaa Mwamba, yaani unamshikaje bidada matiti? Asijue kwamba sio mara ya kwanza Mwamba kumshika huyu bidada matiti, ila bidada kutokana na ushamba na ubize mwingi alikuwa hajasikia taarifa ya kwamba huyu jamaa alimewahi kumshika huyu bidada matiti kwa mara ya kwanza. Hasa Mwamba Jehuni aliposikia makelele, si ndo akapandisha juu kabisa ya gorofa huko, akagundua kwamba yule bidada aliyekuwa ameshikwa matiti yupo tena huko, akampatia pesa. Lakini bidada awamu hii alikataa zile pesa, akazitupilia huko. Kaanza kusema ni wapumbavu, mnaenjoy sana kushika matiti yangu alafu mnanipa pesa, kwa maana hiyo mnanilipa mimi kushika matiti yangu, si ndio? Basi Mwamba Jehuni akaomba sana msamaha. Yaani anayefanya makosa ni Beni, lakini Jehuni ndo anaomba sana msamaha, alafu akambeba bidada akaenda kumlaza ndani. Sasa huku juu ya gorofa bidada Beck Junior akapokea simu tena kutoka kwa mamake. Mamake akisema kwamba anahitaji amkopee pesa fulani hivi. Sasa uwezo kumkopea mamako. Kwa lugha nyepesi ni kama mama alikuwa anaomba pesa, alafu bidada hana uwezo wa kuipata pesa hiyo. Sasa bwana, ile video ambayo itapakaa katika mitandao ya kijamii ikimuonesha Mwamba Beni akiwa amemshika yule bidada matiti imesababisha maafande kuanza kumtafuta sana Beni kutokana na uzalishaji ule aliokuwa ameweza kufanya. Lakini ukumbuke kwamba Beni alishamalizanaga na bidada. Sasa hatujui kwa nini ile video imeweza kutapakaa tena. Wakati huo maafande walikuwa na timba mpaka katika maeneo ya hoteli huko wanamtafuta Beni, wakiwa wanafahamu kabisa jamaa anakaa katika hiyo hoteli. Lakini bidada hajui chochote kinachoendelea, ila akashangaa kumwona Beni anasema naomba tafadhali nisaidie kunificha. Alafu kuna mapolisi wananitafuta. Sasa yeye akajua kwamba huyu jamaa atakuwa amefanya kosa fulani hivi la kawaida. Na ukumbuke bado bidada hajajua chochote kwamba huyu anayeongea naye wakati wote ni mtoto wa mkurugenzi, yani bosi wa kampuni nzima. Na jamaa alitumia triki ya kusema kwamba ukinisaidia kunificha mapolisi wasinikamate, na kuahidi kwamba nitakulipia pesa yote ambayo mama yako alikuwa ameweza kukuomba. Kumbe jamaa alimsikia bidada wakati anaongea na mama yake siku ya jana usiku. Bidada akishasikiaga habari ya hela, huyu bidada jamani anapenda hela, na sio tu kwamba ana tabia ya kupenda hela kama hela, lakini kuna matatizo mengi ambayo anaisumbua familia yake, kwani mdogo wake wa kiume anaumwa na anatakiwa kutibiwa. Bidada akikumbuka maneno ya baba yake, anatiwa moyo kufanya kazi zaidi. Basi akakubaliana kwenda kumficha huyu Mwamba Beni. Wakati ameendelea kumficha, amepanda naye katika elevator yani lift, ghafla tu akashuhudia kuna mafande wameweza kuingia huko. Akazidi kutuliza tu yani kana kwamba hajui chochote kinachoendelea. Hasa bwana afande akawa anatoka, lakini kwa bahati mbaya akasikia simu ilikuwa inaita katika nguo ambazo bidada alikuwa amezibeba. Inawezekanaje nguo zikawa zina simu hizo? Na bidada akashtuka kwamba akicheza hapa dili yake itakwenda kubuma. Akamchukua Mwamba akampakia kwenye kile kitoroli chake na kuanza kumkimbiza. Huyu afande akawa ameshtuka. Katika harakati za kuendelea kumkimbiza, Mwamba Jehuni alipaki gari yake hapo pembeni, akampakia jamaa na kuanza kumkimbiza kumtosha katika eneo la tukio. Lakini walikuja kushtukia kwamba bado defender ilikuwa inaendelea kuwafukuzia. Katika sekunde za kuhesabu tu maafande wakafanikiwa kuifikia ile gari. Kuja kutazama ndani hakuna mtu. Ilikuwaje hao watu wakati walikuwa huko ndani ya gari? Akumbe Mwamba Jehuni ana utaalamu fulani kama wa Fast and Furious, akawa maongeza katika basi fulani ambayo ilikuwa inapita bitaa hiyo. Basi moja kwa moja hao ndio ikawa ponapona yao yani. Sasa bwana bidada akamchukua Mwamba akamleta katika saiti ya ujenzi. Akasema kama unataka kujificha polisi wasikuone, haya ndio maeneo mazuri zaidi ya kuweza kujificha. Jamaa aliogopa sana, anayajua haya maeneo vizuri, akikumbuka namna alivyokuwa anapigika kufanya kazi ngumu, akasema mbona huku sio kuzuri bana. Sasa Mwamba Jehuni alipogundua kwamba hali inazidi kuwa mbaya, ikabidi kumfuata kaka yake na Mwamba Beni. Akasema Beni yupo bana, lakini mtu wa kujificha sana kwa sababu anawindwa na mapolisi. Tunaomba utusaidie katika jambo hili, jamaa aweze kuepuka msala wake. Lakini kaka mtu hakujibu jibu lolote lile kwa Mwamba Jehuni, ila akawa ameandaa kikao cha ofisi nzima. Ila huku upande wa pili bwana Mwamba Beni yuko katika saiti ya ujenzi. Aliambiwa kwamba anakuja kuhifadhiwa, kumbe amekuja kupiga kazi huko. Na bidada Beck Junior alipogundua kwamba Mwamba Beni amepigika, amechoka na tazama tu nje, akagundua jamaa atakuwa na njaa. Ikabidi kumtoa pale na kumpeleka katika maeneo ya
migahawa, lakini Mwamba hajazoea kabisa misosi hii, anashangaa unakulaje. Lakini kama ilivyo tabia ya Kitimoto, Mwamba alipoonja tu akasema, "We, Kitimoto ndo tamu kiasi hiki, kuanzia leo mimi ndio balozi wa Kitimoto rasmi." Mwamba akaanza kula mapisi makubwa. Lakini wakiwa hapo katika eneo la mgahawa, kuna taarifa ilikuwa inatangazwa katika eneo la televisheni, na hapa ni kaka mtu alikuwa anataka kuzungumza, ila kwa bahati mbaya hata kabla hajamsikiliza mazungumzo yakafika mbali, wakashangaa kuona kwamba kuna taarifa inakuja kwamba jamani, kiongozi anakuja, kwa hiyo tunatakiwa turudi site haraka sana. Lakini Mwamba Beni, wakati wafanyakazi wengine wote wameweza kuondoka, yeye peke yake alibakia pale mgawani, ana mawazo vibaya sana. Bidada aligundua sasa kwamba jamaa hayuko sawa. Lakini huku katika hoteli bado maafande wanapiga doria kila siku, wanaulizia yule Mwamba Beni amekuja hapo hapa, wanasema hapana, bado hajafika hapo leo. Mwamba anawaza sana, jeuni imekwaje rafiki yake anawindwa kiasi hiki. Hasa huku katika eneo la ujenzi, mkurugenzi ambaye anasimamia hapa anafahamika kama Director Mini. Huyu jamaa anadharau sana. Yaani alipofika tu akaanza kusema, "Mnafanyaje kazi kichovu namna hiyo? Angalieni jengo mpaka dakika hii bado liko hatua za awali kabisa. Mlikuwa wapi nyie?" Lakini bidada Becky John akasema, "Wewe kwa sababu unavaa suti huwezi ukaelewa namna gani ambavyo tunapigika huku. Kiukweli tunachoka, tunajitahidi kufanya kazi kadri tunavyoweza, ndio maana unaona jengo linasonga mbele. Unasemaje kwamba jengo liko katika hatua za awali wakati limekamilika kabisa hili?" Hasa Mwamba Beni anapomsikia bidada namna anavyoongea na huyu mkurugenzi akawa anacheka sana, kwa sababu jamaa yeye anafurahia sana na kumweka anampendaga sana bidada, kwa anapenda namna ambavyo kanajiamini. Sasa bwana, machawa wa Director Beni si wakataka kwanza kumpiga bidada kwa nini anamjibu bosi vibaya. Kwa bahati mbaya sasa naye Beni akaangusha kipande katofali kakaenda kumpiga bosi kichwani. Ilikuwa noma na nusu. Basi haraka sana wakapigiwa simu maafande, wakafika eneo la tukio, wakasema Beni alitaka kufanya jaribio la kumteketeza ama kumwangamiza mkurugenzi katika ile eneo la site. Lakini wafanyakazi wengine wote wakasimama na Mwamba Beni wakisema kwamba wala hakutaka kumwangamiza, ila kipande kilianguka kwa bahati mbaya. Mafanda wakajikuta wanakosa hata pause, yani wafanyakazi wote wamesimama na mtu mmoja. Sasa itakuwaje? Mbona kesi imekuwa ngumu hii? Lakini naye Jeuni hakukawia kufika eneo la tukio, kwa sababu kila wakati Beni amekuwa ni mtu wa matatizo tu, na Jeuni amekuwa akifika maeneo ya tukio kwa haraka sana. Jeuni kama kawaida, muda wote matatizo yote anayomkuta Mwamba Beni anatoaga mlungula mzito wa kifedha. Basi akaahidi kutoa pesa ndefu sana kwa huyu director na mambo mengine yaweze kuendelea haraka sana. Maafanda akawa ameondoka. Asa bidada, kama unakumbuka, alikuwa amemwahidi mamake kwamba atamtumia hiyo pesa awe na subira tu, lakini baadaye anamrudia mamake, anasema, "Mama, hizo ni pesa nyingi sana, naona kabisa sitoweza kumudu kwa sasa hivi." Lakini leo Mwamba Beni alifanya tukio la kijasiri kidogo. Aliomba kuelekea hotelini, mahali ambako anaogopa sana kufika kwa sababu maafande kila wakati wanamuinda leo, lakini aliomba kuelekea huko na lengo lake ni moja tu, Mwamba aende kule ili aweze kupatiwa pesa. Ila ndo akawa amekumbuka kwamba mamake amewahi kumpatia kadi ya matumizi ambayo ndani yake ina pesa mingi sana. Akasema basi nirudishe moja kwa moja kule kwa bidada. Lakini Mwamba kitu ambacho alikuwa hajui ni kwamba kutokana na lile zahama lililoweza kutokea siku ya jana pale saiti ya ujenzi, bidada akawa ametimuliwa kazi na akaambiwa asije akaonekana tena na yule kijana ambaye alikuwa naye siku ya jana, yani Beni. Hasa Beni kutoka alipoipata ile kadi yake ya benki amepanda juu kabisa huko ya ghorofa, akaandaa mapambo. Anasema siku ya leo nataka nikutane na bidada leo huku juu tuweze kuongelea kati mapambo haya na mataa yameweza kuwashwa. Na yule mkurugenzi katika saiti ya ujenzi naye ametimba katika ofisi, anataka haki yake, anataka fidia kubwa zaidi kutokana na kile ambacho Mwamba Beni ameweza kumsababishia, yani lile jeraha. Hasa huku nyumbani bidada Becky John amefika tu, anakutana na Mwamba amepamba maua kule juu ya ghorofa. Hapa anasema happy birthday to you, japokuwa sio siku yako ya kuzaliwa lakini leo itakuwa birthday yako. Bidada akasema acha ufala bana, nani unasababishia matatizo mimi? Umembenda mtu na tofali makusudi, alafu sasa hivi unaanza kusema mama birthday yako ya nyokwe. Bidada akaingia ndani kwa hasira akasema usinifuate kabisa huko mpumbavu wewe. Bidada alipokuwa ameingia ndani akakumbuka namna ambavyo babake alikuwa ananyanyasika kwa sababu alikuwa hana pesa. Leo hii imeanza kumrudia na yeye, ameweza kupoteza kazi, alafu pia hana pesa, matatizo kibao. Aliumia sana bidada. Na bidada mapema na alfajiri akiwa anatoka kuelekea kazini, anakuja kugundua kwamba kuna barua ilikuwa imeachwa hapa mlangoni, ilikuwa imetokea kwa Mwamba Beni, lakini hakuisoma hata kuisoma, akaichukua akampa Mwamba Jehu. Bidada ndo akili zimeanza kurejea, sasa ndo ameanza kuwa busy na mitandao ya kijamii. Na leo alikutana na video live kabisa Mwamba Beni akiwa na akili wazi mbele za watu kwamba aliweza kumshika mwanamke matiti katika ndege, lakini anaomba msamaha sana kwa tukio lile na yuko tayari kuwajibika. Bidada akimtazama Mwamba namna alivyokuwa amevaa na namna ambavyo waandishi wa habari walikuwa wamemwandama, haamini kabisa, kumbe jamani bonge la bilionea na mtu maarufu kiasi hiki. Na Mwamba Beni alikuwa akisema kwamba nimekuja kwa mwanasheria, nina mazungumzo ya kuweza kuzungumza naye. Sasa mwanasheria huku ndani ya ofisi amefurahi kweli kweli kwa sababu anakwenda kudili na kesi ambayo anategemea mpunga mzito. Na hizi habari zilishtua sana mioyo ya watu
tu na zilishika headline katika vyombo vya habari vyote, na hapa hata mkurugenzi wa kampuni ambaye ndo baba yake alibaki anashangaa tu mtoto wake amefanya jambo gani. Hasa shareholder wengine katika kampuni wakawa nasema, mkuu, mambo gani yanayoendelea hapa? Lakini mkurugenzi akawa nakumbuka kuna ushauri ambao mke wake alikuwa amemshauri kwamba amwache Mwamba Beni afanye kile anachojisikia, iko siku atafanya jambo sahihi. Hasa unajua Mwamba Beni hayuko serious kabisa katika mambo yake, yani alikuwa serious pale anapoongea na waandishi wa habari, lakini ameingia katika ofisi ya mwanasheria anacheka cheka tu muda wote, yani yuko kwenye matatizo ila ndo anacheka. Hasa wenzake kama Jeuni ana wasiwasi sana, anauliza kiongozi uko sawa? Mimi niko sawa tu bana, nyie msiopo bana, niko fresh kabisa, mniletee tu ugali. Hasa naye bidada kama kawaida yake kila akifikaga ofisini huwa anasambaza maziwa. Sasa leo akaanza kusikia uvumi kwamba Mwamba Beni bana, inasemekana aliwahi kumshika mwanamke mmoja matiti katika ndege, lakini hakuishia pale, amekuja kumshika tena hata akiwa nyumbani. Hasa bidada ndo akaanza kuunganisha doti, akaja kugundua kwamba ina maana Beni alikuwa anamshika ni rafiki yangu, ndio maana ile siku alikuwa amemshika nyakati za usiku, kumbe ilikuwa ndo mara ya pili. Basi Mwamba Beni akamfuata bidada kwenda kumwomba msamaha kwa kumshika matiti kama mara 2 mara 3 hivi. Basi bidada akawa anaomba msamaha lakini yuko kimya tu, na hii scene ilikuwa inashuhudiwa sasa na bidada yeye mwenyewe akimwona Mwamba akiwa anaomba msamaha. Hasa bwana, hii issue ilichukuliwa kama nyepesi hivi, lakini ghafla imeanza kupokea uzito, kwani bidada inasemekana kuna wanasheria wengi sana wameanza kusimama upande wake, issue ambayo inaweza kusababisha Mwamba kufungwa kifungo hata cha miaka 3 gerezani. Lakini Mwamba Beni yeye akawa anachukulia issue kwa wepesi sana, yani anachukulia kawaida tu. Ila leo akiwa yuko kwenye chumba cha mwanasheria alishangaa kuna wanasheria wengine 5 wameweza kuongezwa kuhakikisha kwamba wanashughulikia kesi yake. Hapo ndio akashtuka kwamba kesi yake iko serious. Lakini Mwamba anacheka, sio kwa sababu ya nini, anacheka kwa sababu alimlipaga bidada fidia mara baada ya kumshika matiti, na walirekodi video ambayo bidada hajui kwamba alikuwa amerekodiwa. Sasa unadhani Mwamba ataweza kutoboa kesi hii? Na kama atatoboa, mazingira yatakuwaje kwaje? Tukutane katika episode ya 3. Kumbuka kwamba tunakwenda kuhitimisha tamthilia hii siku ya leo mpaka finali. Okay, sasa wale wote ambao mlikuwa mmeweka order siku ya jana ya kukuziwa chaneli zenu za YouTube, ni waombe radhi sana. Siku ya jana nilikuwa niko very tight, lakini siku ya leo nitaanza akaunti ya kwanza mpaka ya mwisho. Kwa hiyo kama umeweka order ya kukuziwa akaunti yako ya YouTube, naomba uje inbox haraka sana ili tuweze kukuza masaa yako katika YouTube na tuweze kukuza subscriber uweze kuanza kulipwa. Na washukuru sana kwa uvumilivu wenu wa siku ya jana, na siku ya leo tunasonga mbele kama kawaida. Asanteni sana.